Jumatatu nyingine tena tulivu, mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika kipindi cha Sports Warm Up ambacho kinakuja kila siku za Jumatatu muda na wakati kama huu. Na kama ilivyo ada, Sports Warm Up inazungumza michezo yote, hatuachi kitu chochote. Na leo tumekuja katika gym ambayo inafahamika kama Max Gym kuja kuzungumza na mabondia. Ukiona mabondia basi ujue moja kwa moja tumekwenda kuugusa mchezo wa ngumi ama ndondi, ambapo tunakwenda kutazama, na leo hii tutaongozwa na mada ambayo inasema nini kifanyike ili kuongeza mwamko kwenye mchezo wa ngumi ama mchezo wa ndondi hapa nchini Tanzania. Wengi wanaotazama lakini ni kama unachukuliwa kwa hali ya kawaida hivi. Na katika meza ya uchambuzi nitakuwa na mchambuzi Elisha Leonard Mwakajila, lakini pia nitakuwa na msimamizi wa gym ambaye anasimamia mabondia wote ambao wanafanya mazoezi kwenye hii gym, anafahamika kwa jina la Kuwa Juma. Lakini kubwa zaidi tutakuwa na bondia mimi naweza nikasema ni bondia wa kimataifa kwa sababu ashapambana pambano la kimataifa ambaye anajulikana kama Malulu Gideon. Tutakwenda kupata udadavuzi juu ya mada hii. Jina langu ni Ushindi Watson Kadege, ambatana nami mwanzo mpaka mwisho. Na moja kwa moja nianze na bondia Kuwa Gideon ambaye yeye sasa ndio mhusika mkubwa wa mchezo huu, ambaye ni mpambanaji na ni bondia. Mimi namtaja kama bondia wa kimataifa kwa sababu tarehe 14 mwezi wa pili pambano la kimataifa na Uganda, si ndio? Ukatoka sare. Sasa pengine twende moja kwa moja mchezo wa ngumi. Kwa taswira ya watu wengi mtaani, wengi wao wanachukulia ni mchezo wa watu wahuni ama watu tunasema wakorofi ndio mchezo wao. Hili lipoje kwako wewe kama bondia mwenye uzoefu, na unalichukuliaje? Ni la kweli ama ni fikra potofu za watu? Ni fikra potofu za watu, kwa sababu kama boxer utakiwa kupigana mtaani na kushtaki, unaweza ukafungwa kwa sababu ya kesi ngumu sana, kwa sababu wewe ni boxer, huwezi kupigana na mtu mtaani. Lakini kuna baadhi ya mabondia tunashuhudia kuna tuhuma ambazo zinatokea, labda kapiga mtu mtaani, kafanya nini. Pengine taswira inakuwaje na wewe kama bondia unaishi katika jamii? Unajua kuna ile kwamba tunamuona mfano anaweza akachukua labda Hassan Mwakinyo ama Twaha Kiduku, tunaona anapambana anapigana na watu. Sasa kwa wewe kama bondia mtaani, jamii inakuchukuliaje? Wanakuchukulia kama mtu wa kawaida au ndio ile kwamba huyu nikimgusa ngumi mkononi? Kwanza hata mtu mwenyewe akishajua kwamba wewe ni boxer hawezi hata kukorofisha wewe kwamba kama kupigana. Kwa sababu anajua wewe ni boxer, ni mtu hatari. Sasa Elisha Mwakajila, naam, ndondi kama nilivyomuuliza bondia amesema unaonekana ni mchezo wa kihuni, lakini ni fikra potofu watu wanavyofikiria. Sasa wewe kama mchambuzi, tumeshuhudia yani ni kama mabondia wengi wamekuwa wakiogopwa mtaani, na tukijaribu kuangalia kwenye na miongoni mwa vitu ambavyo vinapelekea pengine baadhi ya wadau wasiupende huu mchezo ni kuona kwamba anajua huyu anayepigana uwanjani moja kwa moja, anayepigana ulingoni moja kwa moja atakuwa ni mkorofi. Kwao wanaona hata kusupport huu mchezo, na wengine wanaenda mbali na kusema kwamba ni mchezo wa kihuni. Sasa wewe kama mchambuzi unaofuatilia huu mchezo, ili swala kwako lipoje? Nafikiri ni mtazamo tu wa watu mtaani, kwa sababu kama mtu ana mtazamo chanya kwenye mchezo fulani hawezi kuona kwamba ule mchezo ni wa kihuni, lakini kama ana mtazamo hasi kwenye huo mchezo lazima ataona kwamba huu mchezo wa ngumi ni wa kihuni. Lakini kwangu mimi kama mchambuzi nasema ngumi ni mchezo kama michezo mingine, ni mchezo kama ulivyo mpira wa miguu, ni mchezo kama ulivyo netball. Kama watu wanavyochukulia hiyo mchezo ndivyo ambavyo inatakiwa wachukulie pia mchezo wa ngumi, kwa sababu ngumi ukianza kuangalia umekuwa ni mkombozi wa vijana wengi ambao walikuwa na maisha magumu mtaani, walikuwa na maisha ambayo hayaeleweki, lakini walipoingia kwenye mchezo wa ngumi unaona kabisa ngumi imewabadilisha maisha na hawauchukulii kama ambavyo watu wamekuwa wakiuchukulia. Lakini changamoto kwa mabondia wengi wa Tanzania ni kwamba unaanza vizuri, kuna muda atakuja then atapotea. Tofauti na wenzetu tukijaribu kuangalia huko, tunaona namna ambavyo Floyd Mayweather ameonyesha consistency ya kushinda mapambano ulingoni. Sasa kwa mabondia wetu wa Tanzania shida iko wapi? Nafikiri shida kubwa kwa Watanzania sio kwenye mchezo wa ngumi tu. Shida kubwa kwa Watanzania wengi ukianza kuangalia ni kwenye mchezo wa, hata kwenye mchezo wa ngumi imekuwa hivyo hivyo. Mara nyingi Watanzania tuna tabia ya kulizika. Kwa wengi huwa wanalizika kwenye mchezo wa ngumi. Mara nyingi ukilizika maana yake huwezi ukaanza na ile nguvu ambayo ulianza nao mwanzo. Wakishaona kwamba tayari ameshafanikiwa, hapa natolea tu mfano kina Mwakinyo hawa. Kabla hajapata majina
ulikuwa unaona kabisa ni mchezaji ambaye anajituma sana, anahitaji mapambano mengi ili afanyeje, ili ajulikane. Ila kama ilivyo kwa Watanzania, hata kwenye mpira wa miguu ukiangalia wachezaji wengi wanaridhika. Kwa Juma, wewe ni msimamizi wa gym na unawashuhudia mabondia wengi ambao wanafika kwenye gym kuja kufanya mazoezi, si ndio? Kwa wewe kwa kila ambacho huu unakitazama, unaamini kufanya mazoezi kwa bidii na ule mwendelezo wa kufanya mazoezi ndio siri ambayo siri ya mafanikio kwa mabondia, kwamba kila siku anakuja anapasha, akienda kwenye mapambano anakwenda kushinda, au kuna kitu kingine nyuma, yani bila mazoezi unaweza kutoboa? Naweza nikasema kwamba hivi, bila mazoezi huwezi ukatoboa. Naona ukifanya mazoezi kwa nguvu, kwa moyo wote, unaweza ukaenda kwa nani kwenye ulingo ukapigana na ukashinda. Na unaweza ukaona wacheza mpira wanafanya mazoezi kwa bidii, wana perform uwanjani. Hata bondia ni vile vile. Uweze ukaenda ulingoni hujafanya mazoezi, utaenda kupoteza ile pambano. Sawa, nije kwa bondia hapa, Malulu Gideon. Miaka ya nyuma tuliona huu mchezo ulikuwa na mvuto kwa kweli, na hapo hatuwezi kuacha kutaja jina la Francis Cheka ambaye alikuwa ndo icon ya Tanzania, lakini kwa hivi sasa tunaona ni kama thamani ya huu mchezo imeshuka na hata watu ufuatiliaji umepungua kwa kiasi kikubwa. Unahisi changamoto iko wapi? Changamoto kubwa ni wadhamini ndio wamepungua katika mchezo wa boxing. Yeah, okay. Lakini pia kwenye huu mchezo mimi ninachokijua ni kwamba mabondia huwa mna mameneja wenu, si ndio? Ndio. Sasa mchango wa meneja kwenye kuhakikisha wewe kama bondia unapata stahiki zako na ule mchezo unakulipa, so unakuwa sehemu kama ya kujiburudisha, inakuwa ni sehemu kama ya kazi yako, upoje huu mchango, yeye anakupushi vipi? Meneja yeye anasikiliza njaa yako. Unapokuwa unajiandaa na mechi, anasikiliza njaa, umepungukiwa hiki, anakuongezea. Lakini kuna changamoto ya swala la posho. Watu wanalalamika kwamba mchezo wa ngumi siku za hivi karibuni, hususan kwa mabondia wa daraja la chini, changamoto imekuwa ni posho, kwa sababu kuna wengine tunasikia bondia analipwa 60,000 kwa pambano moja. Hili huoni pengine ni changamoto ambayo inakwamisha maendeleo ya mchezo huu? Kweli ni changamoto, lakini makubaliano ya promoter na bondia mwenyewe. Yaani kulingana na unavyoshinda mapambano yako na thamani yako inapanda vivyo, lakini kuna mabondia wengine wana njaa. Napoletewa hela yoyote nakubali kucheza. Sasa nije kwa Elisha Mwakajila. Kuna changamoto. Kuna miezi kadhaa iliyopita kuna tukio lilitokea la bondia, alikuwa Mgaya yule, alifariki ulingoni, na mara baada ya ile tukio kaanza kuibua sintofahamu kwamba mchezo wa ngumi mabondia wanaonekana kutokulia, yani analipwa pesa ndogo kiasi kwamba hata ukiumia kwenda kufanyiwa matibabu haitoshi. Sasa unahisi sasa nini kifanyike ili kuondoa changamoto hizi, hususan swala zima kwenye posho ambayo wanapewa mabondia kwa pambano? Kikubwa ambacho kinatakiwa kufanyika kwenye mchezo wa ngumi ni kuongeza wadhamini, kwa sababu unapokuwa na wadhamini maana tayari hata posho inakuwa inaongezeka. Lakini kama wadhamini hawapo, kwa sababu mabondia tofauti na mchezo wa mpira wa miguu, unaweza ukaenda ukacheza hata ndondo ukapata fedha, lakini kwa mabondia wao wanategemea ulingoni ndipo wapate fedha. Kwa ukikosekana wadhamini, maana almost hawataweza, mchezo hauwezi kwenda mbele. Kwa maana yake mtu akiona hana fedha za kujikimu ama hana fedha za kuendeshea, kwa sababu hawa ni watu ambao wanafanya mazoezi muda wote. Unapokuwa unafanya mazoezi muda wote inakutaka wewe unakula, si unakula tu, wewe unakula vizuri. Kwa hiyo ili yule vizuri lazima uwe na nini? Uwe na fedha. Kwa maana yake wakikosa wadhamini, kwa sababu hata ukiwa na mameneja afu wadhamini hawapo, maana tayari huwezi ukasonga mbele. Lakini ukiwa na wadhamini wakawa wanapata fedha zao kwa wakati, wanapata posho zao kwa wakati, maana tayari watakuwa na uwezo wa wao kufanya mazoezi vizuri, lakini pia kula chakula kwa wakati na kuweza kufanya mapambano mengi. Wengi wanafanya mapambano kwa sababu nakuta hamna fedha za kumfanya yeye aingie kwenye pambano. Okay, nije kwa kuwa wewe ni msimamizi wa gym. Pengine tumezungumza hapa bondia hapa kazungumza, lakini Mwakajila amezungumza swala zima la posho. Kama mabondia posho zao, kuna baadhi ya mabondia naweza kusema posho zao ni ndogo kulingana na pambano. Sasa kuna gharama za gym. Wewe kama msimamizi wa gym una nafasi gani, ama pale bondia ambapo anakuja anataka kufanya mazoezi, bila shaka gym ina gharama zake, si ndio? Anakuja lakini anakuambia bwana, mchezo huu mshahara ambao tunapata ni kidogo, kwa hiyo nivumilie kidogo. Wewe kama msimamizi wa gym huwa unalichukuliaje hili na unadili vipi na hawa ambao wanakuja, pengine tunajua tayari
mishahara ni midogo na anataka kufanya mazoezi? Kwanza kwenye gym yangu mimi gharama ni ndogo sana katika ufanyaji wa mazoezi. Kwa siku tunafanya unalipia 2,000 kwa siku tu, 2,000. Kwa wiki unalipia 10,000. Kwa mwezi unalipia 30,000. Kwa bei ndio iko hivyo. Ni bei nafuu kwa mabondia wote. Kama kuna bondia ambaye atazama sasa hivi kipindi hichi anaruhusiwa kuja kufanya mazoezi katika gym. Bei ni nafuu, ni bei ya chini sana. Nije kwa bondia hapa. Kuna swala hapa tunaona rais amekuwa akisupport upande wa mpira wa miguu, tunaona kuna goli la mama, lakini sasa hivi amekuja na hii knockout ya mama kwenye swala la ngumi. Unahisi hii itasaidia kupush ama kwa namna moja ama nyingine kurejesha heshima tena ya mchezo wa ndondi kama rais ataendelea kutia mkono wake kwenye mchezo? Ni kweli itatusaidia sana mabondia wengi, kwa sababu promoter pesa unaitoa ni ndogo kidogo. Mama anapokuwa anaongezea, mabondia anakuwa na bidii kwa na mechi anajiandaa akijua knockout ya mama itakuwepo. Yaani kifupi ni nini kifanyike sasa ili tuweze kuona mchezo wa ngumi unarejesha heshima yake, na wale wenye fikra potofu kwamba mchezo wa ngumi ni mchezo wa kihuni unawaambia nini? Ili uonekane kwa watu wengi, kwa sababu sana mchezo wa ngumi sasa hivi hauonekani kwa ujumla toka za mtibiri kutoka. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba sana serikali iongeze pia vyombo vya habari na kuonekana jumla kwa mchezo huu, kwa sababu kitu unapokuwa unafanya kama uchochoroni kwa kujificha, ina maana ni kama unaonekana ni mchezo wa kihuni. Na mtazamaji, bila shaka umemsikia vema Malulu Gideon, bondia huyu akiweza kutanabaisha kwamba mbinu pekee ya kurejesha heshima ya mchezo wa ngumi na kuleta mwamko ni kuiomba, na anaiomba serikali ya Tanzania iweze kusapoti mchezo huu, lakini vyombo vya habari viweze kuonyesha ili kuhakikisha kwamba watu wanaotazama mchezo na mwamko unarejea. Na hivi ndivyo ambavyo tunafika tamati ya kipindi chetu cha Sports Warm Up kwa siku hii leo, ambapo tulikuwa tukiangalia mchezo wa ngumi na mada mezani iliyotuongoza ni nini kifanyike ili kurejesha na kuleta mwamko kwenye mchezo wa ngumi. Nilikuwa na bondia Malulu Gideon, lakini pia alikuwepo mchambuzi Alisha Leonard Mkajila, bila kusahau msimamizi wa gym bosi mwingine ni Kulwa Juma, ambaye ndo ametukaribisha kwa siku ya hii leo. Na hivi ndivyo ambavyo tunafika tamati ya kipindi cha siku ya hii leo. Jina langu ni Ushindi Watson Kadege. Nikusihi tu endelea kuifuatilia SAUT TV na Sports Warm Up kila siku za Jumatatu muda na wakati kama huu. Kikubwa na cha kufanya, hakikisha unatufollow, una like, una comment na kushare kwa kila ambacho unakiona. Tunakuacha na makala fupi ambayo inaangazia mchezo wa ndondi. Kwa heri mpaka wakati mwingine. Mchana wa jua kali katikati ya jiji moja kubwa Tanzania, kijana mmoja mwenye sura ya matumaini, jasho likitiririka usoni, anapiga ngumi hewani kushoto, kulia na tena kushoto. Huyu si mwingine bali ni kijana Mtanzania anayepigania ndoto kupitia mchezo wa ngumi. Lakini je, ndoto hiyo itasikika bila sisi kujitokeza kuikuza? Swali ni moja, nini kifanyike ili kuongeza mwamko wa mchezo wa ngumi nchini Tanzania? Mchezo wa ngumi maarufu kama ndondi na wengine huita vitasa ni mchezo wa heshima, ustahimilivu na nidhamu. Ulikuwa na mvuto mkubwa miaka ya nyuma. Majina kama Rashidi Matumla, Mbwana Matumla na Francis Cheka yalisikika kila kona ya nchi, lakini sasa ni kama mshumaa unaofifia taratibu katika upepo wa kusahaulika. Watanzania wengi hasa vijana wameanza kupoteza imani na nafasi ya mchezo huu katika kuleta mafanikio. Ili kufufua na kuupa tena uhai, tunahitaji mbinu mpya, dhamira ya kweli na mshikamano wa wadau wote. Kwanza kabisa, elimu kwa jamii kuhusu faida za mchezo wa ngumi ni jambo la msingi. Watanzania wengi bado wana mitazamo hasi kuhusu mchezo huu, wakiamini kuwa ni wavurugu na hatari. Tunapaswa kuvunja dhana hii kwa kutumia vyombo vya habari, mitandao ya kijamii na warsha mashuleni na vioni, ili kuelezea kuwa ngumi ni mchezo wa nidhamu na afya. Waswahili husema usipoziba ufa utajenga ukuta, ikiwa na maana ya tusipoelimisha sasa, tutaishia kupoteza kizazi kizima cha vipaji kwenye mchezo huo. Pili, wawekezaji kutoka kwa serikali na sekta binafsi ni nyenzo muhimu. Mabondia hawawezi kupigana hewani bila vifaa, viwanja na walimu wa uhakika. Serikali ifufue na kuboresha kumbi za mazoezi zilizopo, sambamba na kutoa ruzuku kwa vilabu vya ndondi. Pia ni muhimu kuanzisha mashindano ya kitaifa mara kwa mara. Tatu,
Ushirikiano wa karibu na mashabiki pamoja na wanahabari ni wa maana sana. Michezo huishi kwa nguvu ya mashabiki. Mwamko huu unaweza kuchochewa kwa kutoa nafasi kwa vipindi vya runinga na redio vinavyohusu ngumi, si tu wakati wa mashindano, bali hata kwa makala, mahojiano na uchambuzi. Hili litazaa hamasa na kuifanya jamii ione thamani ya mchezo huu. Mwisho, kuibua na kulea vipaji kuanzia ngazi za chini utaleta mageuzi ya kweli. Shule za msingi na sekondari zipewe nafasi ya kuanzisha klabu za ndondi, huku walimu wa michezo wakipatiwa mafunzo maalum. Mchezo huu si tu wa watu wazima, ni daraja la kuwakomboa vijana kutoka mitaani na kuwapeleka kwenye majukwaa ya kimataifa. Waswahili husema kuwa samaki mkunje angali mbichi, akikauka hakunjiki. Kwa hivyo, ili kuongeza mwamko wa mchezo wa ngumi Tanzania, ni lazima tuchangie sote: serikali, jamii, vyombo vya habari, walimu, wazazi na wapenzi wa michezo. Tujenge mfumo imara wenye misingi ya nidhamu, maarifa na mshikamano. Ndoto ya kijana wa Mwananyamala, Mbagala au Buguruni inaweza kuwa historia ya kesho ikiwa tutasikia kilio cha mchezo huu leo. Ngumi si vita, ni sanaa, na kila sanaa huishi kwa moyo wa watu. Makala hii imeandikwa naye Bakari Mkumboto na kusoma kwenu na Beata Modesti.